بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. Ndugu washiriki, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namshukuru Mwenyezi Mungu muumba wa mbingu na ardhi, na kumsalia mwalimu wetu, kiongozi wetu, mtume wetu Muhammad. Nichukue fursa hii vile vile kuwashukuru nyote kwa kujumuika nasi katika mwendelezo wa mafunzo yetu haya ya zaka. Leo tunaingia katika sehemu ya tatu, ya mafunzo haya ambayo itahusiana na swala la ugawaji wa zaka. Sehemu ya kwanza, kwa wale ambao mnakumbuka, tulizungumzia masala ya zaka kwa ujumla, maana yake, umuhimu wake, kanuni za kifiqhi, masharti ya ujumla na sintofahamu kadha wa kadha. Sehemu ya pili tulizungumzia mali mbalimbali ambazo zinawajibikiwa na zaka, na leo tutaanza kuzungumzia ugawaji wa zaka. Katika utekelezaji wa ibada hii ya zaka, mambo mawili ni ya msingi kufanywa kwa usahihi. La kwanza ni kufanya hesabu kwa usahihi katika zile mali zinazowajibikiwa na zaka, kuweza kujua ni mali gani na kufanya hesabu yake inavyotakiwa kufanywa. Huu ni mguu mmoja katika kuiendea ibada hii ya zaka. Ukishafanya hesabu kwa usahihi ukapata kiwango cha zaka, mguu wa pili ni kuigawa kwa usahihi, ni kuigawa zaka hiyo kwa usahihi. Na ili ibada yako hii imefanyika kwa usahihi, maana yake mambo haya au maeneo haya yote mawili lazima yafanywe kwa usahihi. Ikiwa umepiga hesabu zako kwa usahihi lakini ukagawa kimakosa, itakuwa umefanya makosa. Ikiwa umefanya makosa katika hesabu zako ukaja ukagawa kwa usahihi, inakuwa pia umefanya makosa. Kwa hivyo ni mambo mawili yanayokwenda pamoja. Ufanye hesabu zako kwa usahihi na vile vile uigawe zaka yako kwa usahihi. Katika mada hii au sehemu hii ya tatu, tutazungumza nukta tatu kubwa. Nukta tatu kubwa ndizo tutakazozitazama kwa kina. Ya kwanza ni misingi ya ugawaji wa zaka. Misingi ya ugawaji wa zaka, msingi ya ukusanyaji na ugawaji wa zaka. La pili ambalo tutalitazama ni wanaostahili kupewa zaka na viwango vya kupewa. Wanaostahili kupewa zaka na viwango wanavyotakiwa kupewa. Na eneo la tatu, wasiostahili kupewa zaka. Wasiostahili kupewa zaka ni eneo la tatu, na mwisho ni mengineyo, yale ambayo yatakuwa ni yenye kunufaisha kwa njia ya kupeana nasaha katika eneo hili la ugawaji wa zaka. Tukija katika misingi, tukianza leo katika nukta ya kwanza,
Misingi ya ugawaji zaka. Ugawaji wa zaka unatakiwa uzingatie misingi kadhaa ambayo tutaieleza kwa leo kwa kadiri muda utakavyoturuhusu, na kama itawezekana tutaingia pia kwenye eh, mada ndogo ya pili ya wanaostahiki kupewa zaka. Kwa hiyo ni vyema tufahamu ya kwamba swala la ugawaji wa zaka lina misingi fulani ambayo baadhi ya wanachuoni wametukusanyia misingi hiyo, na inatakiwa ituongoze katika ugawaji wake, tuongoze katika ugawaji au utekelezaji wa ibada hii ya ugawaji wa zaka. Kwa mujibu wa waandishi wa kitabu hiki ambacho kinaitwa Zakat Management and Taxation, yani usimamizi wa zaka, Bwana Abdulaziz Abu Bakar Muhammad Amin Ibrahim na Shahinaz Muhammad Nuh, hawa wameandika kitabu hichi ambacho kinaitwa Zakat Management and Taxation, na katika kitabu hicho wameandika misingi kadhaa, wameorodhesha misingi kadhaa ambayo inatakiwa izingatiwe katika ugawaji wa zaka. Msingi wa kwanza wanasema ni istiaba, kwamba ugawaji wa zaka unatakiwa uzingatie mahitaji ya makundi yote ya wanaostahiki kupewa zaka. Makundi au wanaostahili kupewa zaka kwa jina la ufupi kabisa huwa wanaitwa asnaf. Kwa jina la fupi, kifupisho cha maneno mengi ya kusema wanaostahiki kupewa zaka, huwa wanaitwa asnaf. Kwa hivyo ukisikia ile neno asnafu zakat, yani ni wale wanaostahili kupewa zaka. Kwa hiyo msingi wa kwanza anasema ni kwamba ugawaji wa zaka unatakiwa uzingatie mahitaji ya muhimu, mahitaji ya muhimu ya wale wanaostahili kupewa zaka, wale wote wanaostahili kupewa zaka, pamoja na kwamba kipaumbele katika wanaostahili kupewa zaka ni makundi manne ya mwanzo. Hapa tutakuja kuyaona ni makundi gani hayo. Kwa hiyo kama unahamisha au kama unagawa kutoka kwenye kundi moja kwenda kundi jingine, yani kutoka kwa maskini au kutoka kwa fukara kwenda kwa kundi lingine, labda wenye madeni au mfano wa wengine wanaostahiki, unatakiwa uzingatie mahitaji kwanza yale yale makundi ya mwanzo, na utakapokwenda kwenye kundi la pili au la tatu au la nne uzingatie na ukidhi mahitaji yao, na kile kinachobaki kinachozidi kinakuwa kinakwenda katika kundi jingine. Kwa hivyo tunasema hii ni msingi wa kwanza, uzingatie mahitaji ya makundi yote, pamoja na kwamba yanayopewa kipaumbele ni yale makundi ya mwanzo, na hivyo ukitoka katika kundi moja kwenda kulipa kundi jingine, inatakiwa uwe umekidhi mahitaji ya yale makundi mengine. Msingi wa pili wanasema ni ikhtisas, kwamba ugawaji wa zaka na wanaostahili kupewa zaka wameshabainishwa, ni watu makhsus, ni watu makhsusi ambao wanatakiwa kupewa zaka, kama alivyowabainisha mwenyewe Allah katika Qur'an, kama tutakavyokuja kuona aya ambayo imetaja
watu nane wanaostahili kupewa zaka. Kwa hivyo ni muhimu kuhakikisha ya kwamba ugawaji unazingatia makundi hayo manane. Hakuna ijtihadi yoyote inayoruhusiwa katika kutoka nje ya makundi hayo nane. Kiasi yoyote, kiasi yani juhudi ya mwanachuoni wowote okay, katika uh, kutazama swala la wanaostahili kupewa zaka inapaswa kuwa ndani ya ile misingi au ndani ya yale makundi nane. Hatakiwi mwanachuoni yoyote kuja na kundi jingine ambalo halipo katika makundi haya nane au watu hawa nane wanaostahiki kupewa zaka. Kwa hivyo ikhtisas ni kwa maana ya kwamba uzingatiwe msingi wa kwamba ni watu maalumu wanaopewa zaka. Haqa, kwamba ifahamike ya kwamba zaka ni mali ya makundi yote yale nane. Makundi yote yale ya watu nane, zaka ni mali yao, sio ya kwako wewe mgawaji. Wewe mgawaji au wewe mtoaji, kile kiwango cha zaka unachotakiwa kukitoa si mali yako ile. Ile ni mali ya wale wenye sifa, wale wanaostahili kupewa zaka, yani ni mali ya asnaf. Kwa hivyo wanatakiwa wapewe mali yao, wapewe mali yao, imma kitu chenyewe au manufaa okay, manufaa yake. Wapewe kitu chenyewe ambacho ndicho kinachotakiwa kutolewa zaka, au wapewe manufaa yake, wapewe manufaa yake, wanufaike nayo, kwa sababu kama unavyofahamu katika makundi haya nane kuna ambao wanasema wanazuoni wanatakiwa wapewe, kabidhiwe, na kuna makundi mengine, na kuna makundi manne mengine ni kwamba wanapewa manufaa, yani wanakidhiwa zile haja zao, wanakidhiwa haja zao, kama Ibn Sabil kwa mfano, yule aliyeharibikiwa katika safari yake na hana uwezo, si lazima kumpatia ile fedha ya safari, bali anaweza kukatiwa tiketi kwa mfano, akapewa na chakula okay. Kwa zile benefits zikamilikishwa kwake ili aweze kuendelea na safari yake, badala ya kwamba labda atapewa pesa alafu akakata tiketi mwenyewe akanunua chakula chake mwenyewe na kadhalika. Sio lazima kufanya hivyo, anaweza kupewa benefits, tiketi hii hapa, chakula hiki hapa okay, kuweza kufika katika safari yako. Kwa hivyo ifahamike kwamba ni haki kwa maana msingi huu ufahamike, mgawaji wa zaka afahamu ya kwamba zaka ni haki, ni milki ya asnaf. Kwa hivyo hata wakati wengine tunapata maswali, mtu anakwambia vipi nikimpa maskini chakula badala ya pesa? Tunakwambia wewe una haki ya kufanya maamuzi hayo. Hii si mali yako wewe, unataka ile kiwango cha zaka, kama ni katika fedha utoe fedha okay, utoe fedha kumkabidhi. Masala ya kumpa chakula sio haki. Huna haki ya kufanya maamuzi hayo, kufanya maamuzi ya kwamba nichukue pesa nikanunue chakula nimpe chakula. Hilo litarudi kwa mwenye haki. Mwenye haki yake ni huyu maskini. Kama utazungumza naye, kama ataridhia, atawafik, utampa hicho anachotaka kumpa, lakini usichukue tu wewe mwenyewe dhima au kujiamulia tu, napeleka chakula, tanunulia chakula, nitawapelekea.
Okay, sio haki yako. Hii ni pesa au ni mali ya zaka, ni mali ya huyu maskini huyu. Okay, ndio mali yake. Kwa hivyo mpatie mali yake, mpatie haki yake. Yeye atasarif, atatumia katika namna anayoona inafaa, na pengine unaweza tu, kama unaweza kumpa mafunzo namna ya kubudget, namna ya kuanzisha biashara. Haya unaweza ukayafanya ukampa mafunzo, lakini sio juu yako wewe kusema ya kwamba huyu maskini na kwenda kumfungulia biashara tu, alafu namwambia haya bwana, nimekufungulia hii biashara, fanya. Sio haki yako. Huwezi kuchukua pesa ya zaka, wewe unajiamulia tu. Okay? Wakati kisheria kiwango cha zaka sio mali yako, ni mali ya asnaf, ya wale wanaostahili kupewa zaka. Na hili ni jambo muhimu kuzingatiwa. Muraqaba, muraqaba ni kwamba kuweko na usimamizi katika ukusanyaji na ugawaji, kuwe na supervision, na mtu anayehusika na ukusanyaji na ugawaji ajue kwanza kabisa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamuona na atamhisabu. Mwenyezi Mungu ni Ar-Raqib. Um, atamwajibisha kila mmoja wetu, anamtazama kila mmoja wetu, na atamwajibisha kila mmoja wetu kwa yale anayoyafanya. Kadhalika katika maisha yetu haya, waweko watu ambao wanawasimamia wengine, waweko watu wanawasimamia wengine na kuwawajibisha. Kwa hivyo ikiwa ni taasisi inakusanya zaka, kuweko na checks and balances, kuweko na ile hali ya kuwa kuna wakusanyaji na kuna wanaowasimamia wakusanyaji, kuna wagawaji na kuna wanaowasimamia wagawaji. Mara nyingi katika taasisi jambo hili linakuwa ni jukumu la bodi ya wadhamini au bodi ya wanachuoni, wao wanatakiwa wasimamie kwa umakini mkubwa wakusanyaji na wagawaji. Lakini kama ni wewe mwenyewe ambaye unaitoa zaka yako mwenyewe, ujue kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuona, ufahamu ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwajibisha kwa namna unavyoitumia au unavyoigawa hiyo zaka. Unaigawa kisawasawa, unaigawa kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na inavyotakikana. Okay, au unaigawa kwa kutarajia favor fulani au kwa dhamira nyinginezo nje ya makusudio ya ugawaji wa zaka. Kwa hivyo ifahamike ya kwamba ni msingi wa muraqaba, kila mmoja, kila mtoaji wa zaka, mkusanyaji, mgawaji ajue ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamuona na na atamwajibisha kwa hilo analolifanya, kwa kuwa hii ni haki maalum aliyoiagiza Mwenyezi Mungu wapewe watu maalum kwa ajili ya kutafuta radhi zake, sio kwa ajili ya kuja kutafuta maslahi fulani, ima kutoka kwa huyo unayempa au jamii au mengineyo yasiyokuwa haya. Msingi mwingine ni kifaya. Kifaya yani ugawaji wa zaka kwa haya makundi yanayostahiki kupewa zaka. Ugawaji uzingatie kukidhi mahitaji ya msingi, kukidhi mahitaji ya msingi, kuwakidhia haja wanaostahiki kupewa, ni kuzikidhi zile haja zao, sio kugawa kama ambavyo baadhi watu hufanya. Mtu ana zaka ya kutoa 100,000, 200,000. Okay. Maskini mmoja tu, kwa hiyo 200,000 anayotakiwa kutoa haikidhi haja zake, alafu wewe unaanza kutoa 50,000 na huyu 50,000,
na huyu 50,000 na yule 50,000, umegawa kwa watu wanne, lakini kwa hakika mmoja tu katika hawa wanne, lau kama atapewa hiyo 200,000 pia bado hujakidhi haja. Kwa nini unakwenda kwa wapili na watatu na wanne? Inakuwa sio, unakuwa hujazingatia msingi wa kifaya. Atoshelezwe, toshelezwe yule anayestahiki, na kisha unaweza kwenda mwingine, toshelezwe na mwingine atoshelezwe na mwingine atoshelezwe katika basic necessities, katika yale ambayo ni mahitaji ya msingi, kama ni chakula, kama ni makazi, kama ni matibabu na mengineyo, mfano wa hayo ambayo tutakuja kuyaeleza huko mbele. Katika hizi necessities ni zipi? Msingi mwingine ni fauran, kutolewa haraka iwezekanavyo. Anayekusanya zaka, amil, anaitwa amil, amilina hawa, au yule kama ni wewe mwenyewe ndio unaitoa zaka, wewe mwenyewe ndio unapiga hesabu na mwenyewe ndio unatoa zaka, basi unatakiwa uitoe zaka hiyo haraka. Kwa hivyo ufanye haraka katika kufanya uchambuzi wako wa wale wanaostahiki kufanya, kutaka kuwapa wastahiki. Kuna msingi wa kufanya investigation ambao tutaona huko mbele. Utakiwa ufanye ukaguzi, uchambuzi, huyu anastahiki kupewa, na kama anastahiki kupewa basi umpatie haraka. Sasa haya mambo ya uchambuzi ufanyike kwa haraka, na ugawaji pia, baada ya kubaini ya kwamba huyu anastahiki, baada ya kufanya uchambuzi na ukaguzi, apewe haraka, apewe haraka. Hakuna sababu kunapokuwa hakuna sababu ya kisheria ya kuchelewesha. Kwa hivyo fauran, zoezi lolote linalohusiana na ukusanyaji lifanyike, ukusanyaji ufanyike haraka, ugawaji na utafutaji wa wanaostahiki ufanywe kwa haraka. Haya ni yale ambayo wameyataja mabwana hawa katika hicho kitabu chao. Ukiangalia wengine, wanazuoni wengine wameongeza katika hii misingi, uh, wakasema kwamba kuna msingi wa kuzingatiwa katika ugawaji, msingi wa al-aqrabi, msingi wa al-aqrabi wal-aqrabun, yani jamaa wa karibu, jamaa wa karibu, kwamba wazingatiwe katika ugawaji wa zaka katika yale makundi nane. Iwamo yumo katika makundi haya nane ndugu na jamaa wa karibu, basi anatakiwa apewe kipaumbele huyo kabla ya mtu wa kando, al-aqrabi. Na inakuwa ibada yako inakuwa umetoa zaka, lakini pia umeimarisha udugu na ujamaa. Kwa hivyo hii ni msingi vile vile ambao wanachuoni wanaambia unapaswa kuzingatiwa unapogawa zaka. Unapoigawa zaka katika wale wanaopokea zaka, katika wale watu nane, yani katika fukara, yumo ndugu au yuko jamaa wa karibu mnahusiana kidamu, basi huyo anatakiwa apewe kipaumbele. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam, imeripotiwa imepokewa na At-Tabarani katika kitabu chake cha Mu'jamul Awsat, ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwaagiza wakusanyaji wa zaka, anapowatuma kwenda kukusanya zaka, alikuwa akiwapa maagizo ya kwamba wagawe zaka hizo kwa ndugu au jamaa wa yule ambaye wamekusanya zaka yake. Wagawe zaka kwa ndugu au jamaa mwenye sifa, okay, katika kutoka kwa yule ambaye ametoa zaka. Kwa hiyo umekwenda kukusanya zaka ya bwana fulani,
na anao yeye katika ndugu, katika jamaa wanaostahiki kupewa zaka, basi Mtume alikuwa akiwaagiza hao wakusanyaji wake wawape hao ndugu na jamaa wa huyu mtoa zaka kipaumbele. Okay? Alafu ndio waende kwa wengineo ambao sio katika ndugu na jamaa, iwapo kuna kilichobaki katika kile kinachotakiwa kutolewa katika zaka. Kwa hivyo katika yani kwenda katika kwa majirani na wengineo. Kwa hivyo kipaumbele al-aqrabi na majirani, okay, na wale ambao wa mtu wako katika ima kijiji chake au katika eneo lake na wengineo. Kwa hivyo huu ni msingi ambao vile vile unapaswa kuzingatiwa unapokuwa unaigawa zaka. Sio unaotafuta watu wa mbali wakati wako katika ndugu zako, katika jamaa zako, katika majirani zako ambao ni maskini na mafukara wenye kustahiki kupewa. Ukiwawacha hao ukaenda kuwagawia wengine, inakuwa umepoteza fadhila kubwa kabisa, au umekwenda kinyume na sunna, agizo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye alikuwa anawapa kipaumbele mtu awape zaka katika ndugu zake, katika jamaa zake, katika majirani zake, iwapo ana sifa ya kupewa zaka hiyo. Msingi mwingine ni wa utunzaji wa hifadhi, okay, katika ukusanyaji wa zaka, na hususan msingi huu unawahusu wale ambao ni taasisi ambazo zinajihusisha na kukusanya zaka za watu mbalimbali, basi wanapaswa kuzihifadhi. Lazima kuwe na taratibu mzuri wa hifadhi, wa kuhifadhi kile ambacho kinatolewa na watoa zaka. Kwa hiyo ukusanyaji wa zaka usimamiwe vizuri, okay, zihifadhiwe fedha hizo sehemu salama kabisa, okay. Au kama ni mifugo ihifadhiwe vizuri, kama ni mazao yahifadhiwe vizuri, yasije yakaharibiwa na mvua au yasije yakaharibiwa na wadudu au viumbe vingine vya uharibifu. Ikiwa ni fedha, basi fedha hizo zitunzwe vizuri katika vault, katika masanduku madhubuti ya kuhifadhia fedha, au kuweka katika benki za Kiislamu. Kuweka fedha hizo katika benki za Kiislamu, kuwa na akaunti za benki katika benki za Kiislamu au akaunti za Kiislamu katika mabenki, zihifadhiwe huko vizuri kwa ajili ya usalama. Tusije tukapata visa au matukio ya kwamba zaka bwana imeibwa, kuja wezi wamekuja kuiba. Ili kuzuia upotevu kwa njia hiyo, ni muhimu kuzingatia msingi wa hifadhi, kwamba zaka inayopokewa na taasisi au na mtu akiwa amepewa dhamana hiyo ya kumwakilisha mtoa zaka. Umepewa, labda wewe umechaguliwa ni shekhe wewe, ukapewa bwana, zaka hii naomba ugawe kwa wanaostahiki, basi unatakiwa wewe shekhe au wewe uliopewa uhifadhi vizuri hiyo zaka, isije ikapotea au isije ikaibiwa. Hifadhi vizuri ili uweze kuigawa kwa wanaostahiki. Kadhalika msingi mwingine ni tamlik. Tamlik kwa maana ya kuwamilikisha wale wanaostahiki kupewa zaka, na sharti hili la tamlik kama utakuja kuliona huko mbele linawahusu hasa wale wa makundi au watu sampuli 4 wa mwanzo katika aya utakuja kuieleza huko mbele. Ya wale wanaostahiki kupewa, kuna fakiri, kuna maskini, kuna wanaoifanyia kazi, na kuna muallafat qulubuhum, okay, ambao wanazuoni wanatuambia hawa wanatakiwa wakabidhiwe, okay, wakabidhiwe ile zaka yao, wakabidhiwe kwa hiyo wamiliki. Kuna umiliki ambao watapata umiliki katika kile ambacho
kinatolewa kama zaka, na kuna makundi mengine ambayo wao wanaweza kupewa tu manufaa, yani wanaweza tu kukidhiwa haja zao, sio lazima wamilikishwe, kama tulivyotaja msafiri au mtu mwenye deni, algharimin. Algharimin ana deni, unaweza kumpa pesa akalipe deni mwenyewe, au unaweza ukamlipia lile deni. Ukamlipia lile deni, bwana, lipia lile deni, nimempa yule anayekudai pesa zake, kwa hivyo sasa hivi hakudai tena yule. Kwa hivyo hii inaruhusiwa katika makundi kama haya ya mwenye deni. Msafiri sio lazima kumilikishwa, lakini fakiri, maskini, unatakiwa wamilikishwe ile zaka. Pewe mtu zaka yake amiliki, okay? Amiliki. Kwa hiyo ni msingi ambao unapaswa vile vile kuzingatiwa. Na msingi mwingine unatakiwa kuzingatiwa ni privacy, okay? Ni uhifadhi wa hadhi, na kulinda heshima ya wapokeaji, kulinda heshima ya wapokeaji na kuwastiri, asitri. Hiyo ni msingi wa asitri. Funzo ya Uislamu kusitiriana, mwenye kumsitiri ndugu yake Muislamu duniani hapa, basi Mwenyezi Mungu atamsitiri siku ya Kiyama. Ni mafunzo ya ujumla, ni general teaching katika Uislamu, mtu kustiri aibu ya ndugu yako Muislamu. Kwa hiyo katika utoaji wa zaka, takiwa zaka itolewe katika njia ambayo itakuwa inawasitiri wapokeaji kadri inavyowezekana. Tusiwadhalilishe, okay? Wala tusi, tusi, uh, tusiwaweke wazi tu bila sababu, kuwafanya wajisikie wanyonge kwamba wao ni watu maskini wamepewa zaka. Kwa hivyo tujitahidi kadri inavyowezekana kuepuka kuwafanya watu wajisikie fedheha, wajisikie kudhalilishwa, wajisikie kuaibishwa, okay? Kwa hivyo ni muhimu sana. Wanachuoni wa Kiislamu wanasisitiza kwamba ni muhimu sana ugawaji wa zaka uende sambamba na kumstiri yule anayepokea zaka, na kustiri aibu yake yule anayepokea zaka. Hiyo ni msingi mmojawapo. Msingi mwingine ni msingi wa eneo la ugawaji. Eneo la ugawaji wa zaka ni jambo la kuzingatiwa. Wanazuoni wa Kiislamu wanakubaliana ya kwamba zaka inatakiwa igawiwe katika lile eneo lililokusanywa, kusanywa zaka hii Dar es Salaam, igawiwe Dar es Salaam. Imekusanywa zaka hii Zanzibar, igawiwe Zanzibar. Imekusanywa zaka hii Tanzania, igawiwe Tanzania. Kwa hiyo wanazungumzia hizi geographical locality, okay? Kwa maana zaka igawiwe katika mji iliyokusanywa. Ikiwa wale wanaostahiki wamekidhiwa haja zao na kuna kilichozidi, kuna kilichobaki, kinaweza kupelekwa katika mji mwingine, kinaweza kupelekwa katika nchi nyingine. Au ikitokea labda dharura ya kwamba katika mji fulani au katika kaya fulani kuna maskini zaidi, okay, basi hilo linaweza pia kuzingatiwa. Wanavyofahamu, kwa mfano Tanzania, kwa mujibu wa taarifa za kiserikali, kuna maeneo yanafahamika kuwa ni kaya maskini. Yani hizi zimetambuliwa rasmi na kutangazwa rasmi na serikali kwamba tuna kaya masikini kadhaa katika Jamhuri ya Tanzania, okay? Sasa kwa kuzingatia hilo, okay, kwamba kuna kaya maskini zaidi kuliko nyingine, okay, basi inawezekana ikiwa maulama wanaweza
kuridhia kwenda kupeleka zaka katika kaya hiyo maskini zaidi, na kadhalika. Lakini huwezi kufanya hivyo iwapo wako mbele yako watu wa kaya yako ambao ni maskini pia. Huwezi kukaa ukafumbia macho kwamba wako kaya yako hii ambayo pengine sio katika kaya maskini, lakini wapo kwa maskini ambao unawatambua, unajua hapa wako nao maskini hawa kadhaa, ukawawacha ukaenda huko kwenye hizo kaya maskini, hiyo itakuwa sio sawasawa. Kwa hivyo zaka igawiwe katika eneo lililokusanywa, na kama itapelekwa katika mji mwingine, iwe ni kwamba wale waliopo katika eneo iliyokusanywa wamekidhiwa haja zao, okay? Au kama kumetokea dharura fulani, majanga yanaweza yakatokea wakati mwingine katika kaya nyingine au katika nchi nyingine. Hizi dharura zinaweza kupelekea zaka kupelekwa huko. Kwa mfano, inaweza ikaja ripoti ya kwamba kuna watu wamepatwa na njaa, watu na janga la njaa katika mji mwingine. Okay, watu wana janga la njaa katika mji mwingine. Kwa hivyo kwa dharura hiyo zaka inaweza ikapelekwa katika mji mwingine. Kwa hivyo swala hili ni la msingi, ni katika swala la msingi. Exception ziko, yani yako mazingira ambayo yanaweza yakapelekea ipelekwe sehemu nyingine, lakini kimsingi zaka inagawiwa katika eneo iliyokusanywa, sehemu iliyokusanywa, okay, ndio ambayo inatakiwa itolewe. Lakini vile vile unatakiwa uzingatie ile misingi mingine kule. Kwa mfano, unaweza ikatokea wewe uko Tanzania au uko Dar es Salaam, unafanya biashara zako Dar es Salaam, lakini kuna akrab, kuna watu ndugu jamaa zako wako vijijini huko ambao ni maskini na mafukara. Okay, sasa japokuwa wewe biashara zako ziko hapa na zaka yako, okay, inatokana na shughuli zako hapa Dar es Salaam, hauzuiwi kisheria wewe kuigawa zaka yako kwa akrabi huko kijijini. Kwa nini? Kwa sababu itakuwa umefuata ule msingi tuliotoka kuueleza, wal aqrab, kwamba ndugu wa karibu, ndugu jamaa wanapewa kipaumbele zaidi, iwe wako katika sehemu hiyo unayofanya shughuli, au iwe wako katika mji mwingine, au hata ikiwa wako katika nchi nyingine. Okay, naweza ikawa uko hapa wewe lakini ndugu zako wako nchi nyingine huko. Okay, lakini wewe ndo mtoaji zaka hapa. Umeona, lakini eh, unao katika maskini na fukara katika ndugu zako, lakini hawapo katika mkoa uliopo, wako mkoa mwingine, watakuwa wanastahili kupewa huko. Hutokaa na kusema nafuata kanuni ya locality, maana nitaigawa hapa hapa Dar es Salaam kwa sababu ya kanuni hii. Hapana, kuna kanuni zilizotangulia huko, al-aqrabi. Mtume ameagiza kabisa kwa maneno ya wazi kabisa kwamba ugawaji wa zaka uzingatie ndugu na jamaa wa mtoaji wa zaka wenye kustahili kupewa zaka. Kwa hiyo ni jambo muhimu. Kanuni nyingine ni uchambuzi wa watoaji wanaostahili kutoa na uchambuzi wa wanaostahili kupewa. Na hii ni hususan swala la uchambuzi wa watoaji ni kwenye taasisi. Wapo katika nchi kuna sheria inayowataka watu watoe zaka, au kuna taasisi ambayo imepewa mamlaka ya kukusanya zaka, wanatakiwa wawe wanafanya due diligence, wawe wanafanya uchunguzi ili kuwabaini wale wanaotakiwa kutoa zaka, okay, na kuweza kuwaingiza katika programu ya utoaji wa zaka. Lakini katika muktadha wetu wa ugawaji ni kwamba ugawaji wa zaka unatakiwa uzingatie uchunguzi kwa wale wanaostahiki. Unapotaka kutoa zaka, yatakiwa uwe unazo taarifa thabiti kabisa kwamba huyu ni katika fukara au ni katika maskini au ni katika wale watu wengine waliobaki, watu wengine nane, au watu wengine waliomo katika kundi la watu nane wale wanaotakiwa kupewa zaka. Kwa ni lazima ufanye tahqiq, ufanye uthibitishe, ufanye uthibitisho kuthibitisha ya kwamba huyu kweli ni mstahiki
anastahiki katika moja ya wale wanaostahiki kupewa zaka. Kugawa zaka bila ya kufanya tahqiq, bila ya kufanya ithibati na kuwa na uhakika kwamba huyu anastahiki, itakuwa ni makosa, itakuwa ni makosa. Kwa hivyo hilo ni jambo muhimu sana kuzingatiwa. Kugawa tu zaka kiholela, wala hujui hali ya mtu kwamba anastahiki au hastahiki, ana sifa au hana sifa za kupewa. Wewe unagawa tu kwa sababu unamuona tu unavyomuona wewe, itakuwa unafanya makosa. Kwa hivyo swala la tahqiqi ni swala muhimu. Swala jingine, nguzo ya mwisho kumalizia katika misingi ya ugawaji ni swala la uwazi. Hii hususan katika jumuiya au taasisi ambayo inajihusisha na swala la ugawaji wa zaka. Kama ni taasisi inayoshughulika na ukusanyaji, usimamizi na ugawaji wa zaka, inatakiwa iwe na utaratibu wa kuweka wazi zile taarifa za ujumla za 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 makusanyo na ugawaji wa zaka. Taarifa kama fedha zilizokusanywa za zaka, gharama za ugawaji, gharama zilizohusika zinazofungamana na swala zima la ugawaji. Okay. Na um, um, wale ambao wamepewa zaka katika ujumla wao, sio kwa maana ya jina la kila aliyepewa liwekwe wazi, kwa maana ya kwamba maskini, ukizungumzia maskini tunaweza kukatuambia kwamba ni maskini 40 wamepewa au maskini 10 wamepewa, mafukara labda mafukara kadhaa wamepewa. Okay, labda ukija katika wenye madeni kadhaa wamepewa, na ile namba ya ujumla ili kulinda ile swala la privacy kule, kusitiri. Hakuna haja ya kuyaorodhesha hayo majina na nini katika website au katika njia zozote za mitandao ya kijamii, bali tu kuweka taarifa ya jumla ya kwamba katika yale makundi 8 wanaostahili kupewa zaka, katika kundi hili tuliwapatia watu kadhaa, katika kundi hili watu kadhaa, watu kadhaa, wazi katika sura hiyo. Na fedha tulizokusanya ni kadhaa, na gharama za zoezi la ugawaji na ukusanyaji ni kadhaa. Okay, na wale ambao tuliwagawiwa ni kadhaa, siku tuliogawa ni kadhaa. Okay, na kadhalika. Kwa hivyo huwe kuna uwazi kadiri inavyomkinika. Hapa kunakuwa na changamoto kwa baadhi ya taasisi, lakini pia msingi huu wa uwazi wakati mwingine pia unakuja na changamoto ya kusitiri. Tumeona taasisi za ugawaji wa zaka wakati mwingine huwa zinawaita wakusanyaji zaka katika kuzingatia msingi huu wa uwazi. Inakuja kuleta shida kidogo katika ule msingi wa kustiri, wa sitri. Unapowaita wakusanyaji mahala pamoja, okay, na kugawa mbele ya watu, mbele ya kadamnasi, okay, inaweza ikafasiriwa kwamba ni namna fulani hujawastiri hawa wapewa zaka, lakini vile vile hawa wasimamizi wanaweza kusema ya kwamba tunataka kuzingatia msingi wa uwazi. Okay, kwa hivyo ni wakati mwingine kunakuwa na hali kama hiyo, mgongano baina ya misingi hii. Sasa ni swala linalohitaji tafakuri ya kina ya wanazuoni wa taasisi ya ugawaji wa zaka, kutafakari na kuangalia maslaha. Maslaha wakati mwingine inaweza ikawa ni kwa kweli kuweza kufanya hivi na pengine sio kufanya hivi, lakini kwa namna yoyote ile lazima juhudi zifanyike kuhakikisha kuna uwazi, lakini vile vile kuwa na stara, kuwe na kuwasitiri wanaopokea. Ikiwa ugawaji unaambatana na kuwapiga watu picha na kuziweka hizo picha kwenye mitandao za wale waliopokea, inaleta
maswali kama hayo ya kwamba kwa nini hamwasitiri hawa wapokeaji. Ama kama labda ni mwanamke amevaa ninja na nini, inakuwa stara ipo. Badala ya kutaja jina lake halisi, umeona, ikawa tu bwana, sisi tutakutambulisha wewe kwa namba. Umeona, ukiitwa namba 23, basi ujue ndio wewe, wewe ndio namba 23, na mwenyewe anakuja amevaa ninja yake na nini, inakuwa stara imepatikana na uwazi umepatikana. Uwazi inakuwa umepatikana kwa maana ya kwamba watu wataona kapewa mtu, lakini hawamjui ni nani aliyepewa, kwa sababu ya sitri, amestirika. Upande wa wanaume inaweza ikawa changamoto kidogo kufanya hivyo, lakini juhudi zichukuliwe katika kutafuta balance baina ya uwazi na sitri na hifadhi na kumhifadhi huyu mpokeaji. Hakuna mtu kwa kweli katika hali ya kawaida ambaye anapenda aonekane mbele za watu kwamba yeye ni mpokeaji wa zaka, yani yeye ni fakiri au ni maskini kiasi cha kuwa anapewa zaka. Okay. Inawezekana kabisa katika jamii zetu watu hawajali hilo, lakini mafunzo ya Kiislamu yanataka tustiriane. Kwa hivyo ni swala lenye changamoto, mimi nafahamu lina changamoto kadhaa, lakini tunakumbushana juhudi zifanyike na tusichukulie tu kwa wepesi kuwakusanya watu bila kwa ajili ya ugawaji wa zaka kwa msingi ya kuweka uwazi, lakini tukawa tunasahau msingi wa wa kuhifadhi, wa kustiri hii aibu ya mtu, aibu ya ufukara au maskini au kwamba ana madeni. Haya ni mambo ambayo watu hawapendi hali zao kama hizi zidhihirike kwa watu wengine. Watu wanaficha ufukara wao, watu wanaficha umaskini wao. Okay? Katika maadili ya Kiislamu mtu anatakiwa awe hivyo, japokuwa tuko mbali baadhi yetu katika maadili kama haya. Mtu umaskini wake anaweka wazi, mfunzo mazuri ya Uislamu ni mtu kustiri ufakiri wake, hata watu wakamdhania kwamba yeye ni tajiri, mtu mwenye uwezo, kuhifadhi aibu yako. Okay? Na kadhalika. Sasa nakuja kwenye ugawaji, vile takiwa tustiriane. Kuna namna ya kuweza kufikia njia ya uwazi na kulinda stara. Njia hiyo itafutwe kwa kadri inavyowezekana ili kuweza kubalance misingi hii miwili kadri inavyowezekana. Kwa hivyo hiyo ndiyo misingi katika ugawaji wa zaka. Tukiendelea mbele kidogo katika kumalizia nukta hii au mada hii ya kwanza, ni ukusanyaji wa zaka duniani. Ukusanyaji wa zaka duniani una njia tofauti. Wanasema njia kuu ni tatu. Ya kwanza ni state led. Kuna nchi ambazo ukusanyaji wa zaka unasimamiwa na dola, unasimamiwa na nchi au taasisi ambayo nchi inaitambua. Okay. Kuna nchi ambazo zinakusanya zaka kama Saudi Arabia, Pakistan. Okay. Zinakusanya zaka zenyewe, ni idara ya serikali inakusanya zaka. Okay. Hata Libya pia, hata Malaysia pia wana utaratibu huo. Lakini kuna nchi nyingine ambazo ni taasisi fulani inatambuliwa na serikali kukusanya zaka. Sio taasisi ya serikali, ni taasisi pengine binafsi, lakini inatambuliwa na serikali. Kwa maana inaweza ikawa ni foundation fulani. Kwa mfano unaweza kukuta kuna taasisi inaitwa Qatar Zakat Foundation. Okay? Ni taasisi ya nchi ya Qatar ya zaka. Okay? Sio taasisi ya serikali, lakini inatambuliwa na serikali kwamba ndio chombo ambacho kinakusanya zaka katika nchi hiyo.
katika nchi hiyo au mfano wake. Kwa hivyo kuna modalities tofauti ndani ya hii state led au zile zinazoitwa kwamba ni eh, eh, kuna nchi zina mfumo rasmi wa ukusanyaji wa zaka. Okay, nchi hizo ima zina sheria, nyingine zinakuwa na sheria katika masuala ya ukusanyaji wa zaka. Zina taasisi kabisa, ima katika wizara ya masala ya Kiislamu, wizara shuuni lislamia wal awqaf, wizara ya masala ya Kiislamu na masala ya wakfu. Ziko nchi zina wizara kabisa na hivi na vile, na kuna nchi ambazo vile vile zinalazimisha utoaji wa zaka. Kuna nchi nyingine ni khiari utoaji wa zaka, lakini zimeweka au zimesajili taasisi moja ambayo inatambulika kuwa ndio taasisi iliyopewa jukumu hilo la kukusanya. Kuna nchi au kuna ukusanyaji katika muundo wa pili ni charity led. Nchi hazina sheria ya ukusanyaji wa zaka, na hilo limeachwa kwa taasisi binafsi. Taasisi binafsi, taasisi binafsi kama ni trust fulani imeundwa, okay, wanakusanya zaka. Kama kule South Africa kuna taasisi maarufu inayoitwa South Africa Zakat, National Zakat Foundation. Okay, hai imesajiliwa na serikali, ni taasisi ya khairia ya masala ya kijamii kama charitable institution. Wao wanakusanya zaka kule South Africa. Okay, na kunaweza kukawa na taasisi moja, mbili, tatu zinazokusanya zaka katika maeneo hayo, ni charity led. Okay, hata Tanzania pia tunaangukia katika kundi kama hili. Tunazo taasisi ambazo zinakusanya zaka. Okay, ikiwemo mathalan Baitul Mal chini ya Tampro, ikiwemo Kalamu Educational Foundation, ikiwemo mfano Al-Baraka Foundation. Tunazo benki pia Tanzania ambazo zinakusanya zaka. Amana Bank wanayo huduma hii ya zakat collection, wanakusanya zaka. PBZ pia wanayo huduma hii ya kukusanya zaka. Okay. Kwa hivyo hizo zote ziko katika charity led. Okay, ni taasisi zimeamua kukusanya zaka kwa niaba ya watoaji na kwa niaba ya wanaostahili na kuzigawa kwa wanaostahili. Okay. Kadhalika kuna nchi nyingine kama Nigeria wanasema iko na mixed. Kama unavyojua Nigeria ni federation, ni, ni, ni shirikisho la dola mbalimbali. Kuna state mbalimbali ndani ya Nigeria. Kwa hivyo katika baadhi ya states kuna kuwa na swala la ile state, kuna sheria ya ukusanyaji wa zaka lazima, au inaweza ikawa kuna taasisi ambayo inatambulika na dola au state husika huwa inakusanya zaka, na ukienda kwenye state nyingine inaweza ikawa ni charity led. Kwa hiyo kukawa kuna mixed. Kwa hivyo nchi kama Nigeria ambayo ni the federation of several states. Kuna Muslim majority states, kuna Muslim minority states. Kwa hivyo unaweza ukakuta a mixture of these two unazotangulia kuzitaja huwa zinafuatwa. Kwa hizo ndio njia kuu tatu ambazo zinatumika au zipo duniani practical katika ule uhalisia wake, na njia ya nne ambayo inatajwa kuwa ni njia ambayo inatumika, naweza ukasema pia inaangukia katika state led, hizi nchi zenye machafuko ya kisiasa kama Somalia na Yemen. Kwa kile kikundi kinachotawala ndio huwa kinakusanya zaka. Kwa hiyo unaweza ukasema ni mmoja katika state led. Kwa hicho kikundi kitakachokuwa kinatawala eneo husika, yani hao militants wanaotawala katika eneo husika ndio watakaokuwa
wanakusanya, maanake wanakuwa wanafanana kwa namna moja au nyingine, ni kama ndio dola katika eneo hilo. Kwa hivyo inafahamika, kwa mfano kama Yemen, uh, uh, ni dola ndio inayokusanya zaka. Dola hii inaweza ikawa hiyo iliyochaguliwa na watu, au ni dola ambayo ni kikundi cha kijeshi wanasimamia swala hilo. Somalia kadhalika, kunakuwa na utaratibu kama huu. Um, kwa namna moja au nyingine unaweza kuona ya kwamba inaangukia tu katika kundi la state led, kwa sababu kikiwa ni kundi cha silaha maana kinafanana na dola ambayo inakuwa na nguvu za kijeshi za kuweza kukusanya zaka. Kwa hizo ndio njia kuu tatu ambazo ziko za ukusanyaji wa zaka duniani. Na katika nchi zile zinazokusanya zaka kuna again mifumo miwili. Mifumo miwili ya ukusanyaji zaka chini ya dola, zile nchi ambazo ima zina taasisi zake au zimeruhusu taasisi nyingine. Kuna voluntary na compulsory. Kuna nchi ambazo utoaji wa zaka na ukusanyaji na utoaji wa zaka ni lazima. Okay? Kwa hiyo kama Sudan ni lazima wale wenye wanaotakiwa kutoa zaka watoe zaka, na serikali inasimamia hilo. Kwa hivyo inakuwa na njia zake za kufanya tahkiki, kufanya uchunguzi na kuhakikisha ya kwamba fulani kwa biashara yake hii au fulani kwa kilimo chake anatakiwa kutoa zaka, na atasajiliwa na atafuatiliwa na zaka itakusanywa kutoka kwake compulsory, kwamba ni lazima. Malaysia nasema vilevile ni hivyo, lakini Malaysia nayo ni federation, ni shirikisho la dola kadha wa kadha. Kwa ziko baadhi ya dola katika Malaysia ni lazima ukusanyaji wa zaka unafanywa kwa lazima. Okay? Kuwait kwenye mashirika makampuni ya biashara ni lazima, lakini watu binafsi okay, sio lazima, ni voluntary. Nchi kama ya Kuwait ni lazima kwa makampuni makampuni yote ya biashara Kuwait zaka inakusanywa kwa lazima, lakini kwa individual inakuwa ni voluntary. Pakistan vile vile ni lazima. Nigeria itadepend na states. Singapore vile vile inachukuliwa kuwa ni moja katika, sio nchi ya Kiislamu hii, na ile ni jambo ambalo tunatakiwa tujifunze. Sio nchi ya Kiislamu in terms of Muslim majorities, Muslim minority in Singapore, lakini wana kutoa zaka ni lazima. Okay? Utoaji wa zaka unatambuliwa kwamba ni lazima, na kuna chombo ambacho kinatambuliwa na serikali, chombo kinachoongozwa na Waislamu wenyewe kukusanya hiyo zaka katika Singapore. Nchi nyingine ambazo ni voluntary, ni khiari, utoaji wa zaka ni kwa khiari, wanazo taasisi za kiserikali za kukusanya zaka, lakini mtoaji ni khiari. Unataka kutoa, ipeleke pale kwenye taasisi ambayo iko chini ya serikali, lakini sio lazima, yani hufuatiliwi wala hulazimishwi. Kwa nchi mfano wa nchi hizo ni kadhaa ambazo tajwa hapo, kwa Algeria, Bahrain, Qatar. Kumbuka Qatar wako na Qatar Zakat Foundation. UAE pia wako na taasisi inayotambulika na serikali ambayo inakusanya zaka. Katika mambo mazuri ya kujifunza kwa wenzetu yako mengi, lakini kwa mfano mmoja ambao nakumbuka kwa haraka kwenye nchi ya Qatar, unakuta ukusanyaji wa zaka katika level ya msikiti, katika level ya msikiti kabisa. Nakumbuka tembelea nchi hiyo miaka kadhaa iliyopita, unaingia katika msikiti unakuta kuna maboksi karibu mawili au matatu ya ukusanyaji wa zaka. Kuna boksi la zaka
imeandikwa sanduku zakat, na kuna sanduku sadaqat, na hizo zote ziko chini ya Qatar's Zakat Foundation. Kwa hivyo mtu mwenye zaka yake anaweza kuingiza kwenye hayo masanduku ambayo yamewekwa katika msikiti, katika msikiti kuna sanduku la zaka, kuna sanduku la sadaka, kuna masanduku mengine. Kwa hivyo inafanywa kwa khiari, ukusanyaji wake ni kwa khiari, sio kulazimishwa wala sio kufuatiliwa. Kwa hivyo lakini taasisi inayokusanya ni taasisi ambayo inatambuliwa na serikali, taasisi ambayo iko chini ya serikali au inatambuliwa na serikali kwamba hii ndio taasisi ambayo inakusanya zaka katika nchi husika. Kwa hiyo hizo ni mifumo miwili ya ukusanyaji wa zaka katika zile nchi ambazo zina mfumo wa kusimamia swala la zaka. Ndugu zangu, taishia hapa kwa leo, muda umetupa mkono tayari. Kwa hivyo leo tumeona misingi ya ukusanyaji wa zaka na experiences za nchi nyingine katika swala la ukusanyaji wa zaka. Inshallah taala, kipindi kitakachokuja tutakuja sasa kuangalia wanaostahiki kupewa zaka, na hususan reference yetu ni surati Tauba aya ya 60. Surati Tauba aya ya 60 ndiyo ambayo wanazuoni wote wanakubaliana kwamba hii ndio aya ambayo inawataja watu 8 wanaostahiki kupewa zaka, ambao katika lugha ya kisheria wanaitwa asnafu zakat, kundi ya wale wanaostahili kupewa zaka. Tutakuja kuingia kwa kina juu ya kila kundi: fakiri, maskini, wanaozitumikia, wanaotiwa nguvu nyoyo zao, komboa watumwa, wenye madeni katika njia ya Mwenyezi Mungu, na wasafiri. Hawa ndio wametajwa kwa aya hii kwa ujumla wake, wanastahili kupewa zaka. Wanazuoni wanawaelezaje hawa watu? Fakiri ni nani? Maskini ni nani? Wazitumikia ni watu gani? Zamani na sasa hivi watu hao bado wapo au hawapo? Wanastahili kupewa, wastahili kupewa? Mjadala ni mpana sana. Kwa hivyo tutakuja kuzungumzia kundi moja la watu na jingine na jingine na jingine kwa utaratibu, hata ibainike wazi kabisa, ifahamike vizuri kabisa kwa kila yule ambaye anagawa zaka. Unaposema fakiri ni nani, mzee maskini ni nani, na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo nitakomea hapa, ikiwa tumehitimisha sehemu au mada ya kwanza katika mada au katika sehemu ya 3 ya mada yetu ya ugawaji. Mada yetu sasa hivi ni ugawaji wa zaka, ambayo mada ndogo ni hii ambayo tumetoka kuizungumza, misingi ya ugawaji wa zaka, ambayo tumeeleza misingi kadhaa. Na inshallah taala wiki ijayo tutaingia katika mada ndogo ya pili, ambayo sasa wanaostahiki kupewa na viwango wanavyotakiwa kupewa. Kwa hivyo alhamdulillah, kwa leo tutasimamia hapo. Sasa ni fursa ya maswali, au kama mtu ana nukta kutoka kuongezea. Tunafahamu na mnafahamu kwamba mpo miongoni mwenu ambao mada hii vile vile mnaifahamu. Mnaweza vile vile kuchangia ili kuweza wote kujifunza kwa pamoja. Naam, kwa hiyo kama mtu ana swali au ana mchango, anaweza ima kuandika katika chat, au unaweza uka-unmute ukatupa faida, au ukatuuliza swali. Kwenye chat hapa naona kuna ujumbe
Unasema msingi wa uwazi kwa wanaopewa sawa. Je, watoaji pia wanahitaji kusitiriwa? Watoaji pia wanahitaji kusitiriwa? Hilo ni swali moja. Kwa mfano, katika website tukaona database ya watoaji ambayo iko open, itakuwa kuna kosa. Um, kuna aya ambayo inatuongoza katika swala hili um, uh, uh, ambayo inasema kwamba kama mtatoa zaka kwa dhahiri, okay, au kwa siri, uh, ukitoa kwa dhahiri ni sawa, na ukitoa kwa siri basi ni bora zaidi. Kwa kuitazama aya hii, ukija kwenye swala la watoaji, itabidi upate ridhaa yao. Umeona? Kwa sababu wako wengine wanatoa zaka, hawataki wajulikane, hawataki kujulikana, na ni haki yake kabisa mtu kutotaka kujulikanwa. Okay. Na wengine watataka kujulikanwa kama mimi nimetoa zaka. Kwa hivyo bado kanuni au msingi wa kustiri upo, lakini uko mlango kwa upande wa watoaji, uko mlango wa mtu kudhihirisha kusema mimi nataka kutoa zaka yangu na mnitaje nimetoa zaka, au niandikwe kama ulivyosema, niwekwe katika website au tangazo, yani iwekwe wazi. Umeona? Kwa hiyo akiwa ameridhia kuweka wazi, sawa. Umeona? Kwa hivyo mtoaji anayo option ya kusema asitiriwe au awekwe wazi, anayo option hiyo. Umeona? Umeona? Kwa hivyo anaweza kusema hivyo. Kwa hivyo watoaji pia wanatakiwa tuzingatie. Kuna wale ambao watataka kusitiriwa wasitiriwe, na wale ambao watataka kudhihirishwa watadhihirishwa. Kwa hivyo ni swala tu la mkusanyaji kuweza kutafuta ridhaa. Bwana, sisi katika taratibu zetu za ukusanyaji, okay, mtoaji anaweza akiwa anataka tumtaje, tutamtaja; ambaye hataki kutajwa hatotajwa. Lakini vile vile kitaasisi kunaweza kukawa na sera rasmi ya imma kuto kuwataja anayetoa, ukitaka kutajwa hutotajwa, yani ikawa kuna sera moja tu ya kwamba watoaji na wakusanyaji, wanaotoa na wanaopewa hawatajwi. Okay? Inaweza ikawa adopted policy kama hiyo, au inaweza ikawa adopted vinginevyo, kwamba kwa upande wa watoaji mtu atasema, na hata kwa upande wa wapokeaji vile vile, anataka kustiriwa atasema bwana, mimi nataka kustiriwa. Yule ambaye sasa mimi sina neno bwana, naweza tu mkanitaja, hakuna tatizo. Pia hilo likazingatiwa, ipokuwa kuna zile kama tulivyosema general principle kwa mpokeaji astiriwe. Ama mwenye akisema mimi mkinitaja hakuna neno, sina shida bwana kuonekana kwamba napokea zaka, ama okay. Basi kama mwenyewe ameridhika, hizo ndizo zile tunazozungumza. Watu watafute balance, namna gani ya kubalance baina ya uwazi na sitri. Kwa hivyo wakati mwingine inaweza ikawa kutafuta ridhaa za wahusika, ikawa ndio moja katika njia ya kisheria ya kuweza kubalance baina ya uwazi na nini. Yule ambaye anataka kutoa kwa siri, okay, akasitiriwa, anataka kutangazwa, kutajwa, atatajwa. Yule anataka kupokea kwa siri, atasitiriwa. Yule ambaye anataka hana neno kupewa hadharani au kutajwa, atatajwa. Sasa haya ni masala ya kisheria, lakini kujibu swali lako ni kwamba kama tulivyoeleza, wanaohitaji kutoa, watoaji pia wanahitaji kusitiriwa. Okay. Isipokuwa yule ambaye atakuwa mwenyewe amesema mimi nitajeni,
Na wewe unafahamu ndugu yangu, ukianza kuwataja watoaji zaka katika mazingira yetu kama haya Tanzania, unaweza ukawasababishia maskini kurundikana katika majumba yao, unaona, majumba yao kwenye biashara zao na kadhalika. Utawasababishia changamoto kubwa sana, kwa sababu watu wetu hawana nidhamu hata ya kuficha ufakiri wao. Umeona, au tuseme ya kwamba tumewasababishia mafukara watufuate kwenye majumba yetu kwa sababu ya kutokuwajali, kutokuwathamini. Kwa hivyo kipi kimesababisha kingine ni mjadala, lakini tunajua na tunafahamu ya kwamba wakati mwingine au wakati mwingi tu akijua ya kwamba fulani ni mtoaji wa zaka, basi watu watakuwa ni wenye kumganda kwelikweli kwenye mabega yake na kumsumbua mtu kama huyo. Na hii inaleta tabu kubwa. Kija mkawa wewe uko msikitini umeswali, ukipiga huku ukipiga huku, kuna mtu tayari kashakukalia mbele yako anataka kuomba, bana, katika ile zaka unayotoa na mimi uniweke. Sasa inaleta shida kama hizo. Ama yule ambaye mwenyewe amekubali kuwekwa wazi, basi hakuna shida, hakuna tatizo. Naam, natumai imefahamika shekhe wangu, naweza kuwa imefahamika. Vinginevyo unaweza ukamtia mtu katika haraji kubwa sana. Tu unaandika kila ambaye ametoa, unamweka kwenye website pale, unaweza ukawasababishia watu haraji, ukawatia watu katika uzito, uzito ikawa tena hawaswali na sisi misikitini, au hawezi kutembea barabarani kwa uhuru bila ya kuombwaombwa na kila mtu na kadhalika. Wallahu aalam. Naam, kuna swali lolote jingine? Kuna mtu anataka kuuliza au anataka kuchangia wazi, yani moja kwa moja? Okay, naona hamna ambaye anataka hakuna mwenye swali, kwa hivyo tutayafunga mafunzo yetu ya leo kwa kusema subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nashukuru nyote na tukutane tena katika Jumapili ijayo ili kuweza kuendelea na mada ndogo ya pili ambayo itakuwa sasa inahusiana na wanaostahiki kupewa zaka. Mpaka wakati huo, maasalam wa fi amanillah. Kwaherini. في أمان الله.